sisi tukiwa tunaenda zetu mwishoni. Asante kwa ndugu zetu wengi ambao wako pamoja na sisi, wanafuata na sisi hapa kwa safari yetu ya Super Breakfast tangu 11 alfajiri mpaka saa hii hapa. Tukiwa tunaenda mwisho, tucheke kimataifa. Nimeona ukipita kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo ya jamani, miongoni mwa viongozi wenye ushawishi mkubwa anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa sana Afrika. Traore juzi tu Tanzania sisi tulienda kupeleka ujumbe wetu pale kupitia rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Naona taarifa eti alitaka kupinduliwa na jaribio limezuiwa ilikuwa likitoka Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Yes bwana, imekuwa ni taarifa kubwa sana. Captain Traore anasulika kupinduliwa madarakani huko Burkina Faso. Na kama ulivyosema kisa, Traore amekuwa ni kiongozi ambaye akivutia sana vijana na amekuwa akivutia sana wale ambao wanaitwa wana majumui Pan-Africanist. Wana majumui. Kwa sababu tangu ameingia madarakani kwa kufanya mapinduzi katika nchi ya Burkina Faso, ni kiongozi ambaye hatua zake na mikakati yake katika nchi ya Burkina Faso wengi wakimfananisha kama ni Thomas Sankara mpya, kwa sababu unajua nchi yao ukitazama ilishawahi kupata kiongozi huko nyuma, Thomas Sankara ambaye alileta mapinduzi makubwa sana katika nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo tangu ameingia madarakani Captain Traore amekuwa ni kiongozi ambaye ni kapteni ambaye kwa kweli amekuwa akihamasisha vijana wengi na rika jipya la viongozi ambao tunasema viongozi rika tatu wa Kiafrika. Sasa kuna nchi za katika ukanda wa ECOWAS kuna nchi 16. Lakini kuna ukanda ambao unaitwa ukanda wa Sahel. Ukanda wa Sahel inamaanisha nchi kwa mfano za Mali, Burkina Faso, Niger, na mataifa kwa mfano ya ECOWAS. Sasa huku ukitazama kumekuwa wanapitia changamoto kubwa mbili. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kiusalama, changamoto ya pili changamoto ya ukombozi wa kiuchumi. Hizi nchi za Sahel na nchi za ECOWAS zilikuwa chini ya mkoloni Mfaransa. Mfaransa alikuwa amewekeza sana katika hizi nchi za ECOWAS na nchi za Sahel. Sasa tangu amefanyika mapinduzi katika hizi nchi za ukanda wa Sahel, tumeshuhudia kabisa kwamba Ufaransa ameweza kupoteza ushawishi wake katika ukanda wa nchi za Sahel. Sasa ukimtazama kwa mfano, ukienda kule kwa mfano kwa Traore kwa Burkina Faso, ukienda kwa mfano kule Mali, ukienda kwa mfano Niger kwa Mohamed Bazoum kwa mfano, ukienda kwa mfano kule Gabon ambapo alipinduliwa kina Ali Bongo, na juzi tumeshuhudia Jenerali Nguema kuapishwa kuwa rais wa nchi hiyo, kwamba hao wanajeshi wamekuwa wakilinda rasilimali za nchi zao. Na imekuwa inashangaza kwa sababu kuna makundi ambayo yanaitwa Janjaweed yamekuwa yakitishia usalama wa nchi zao. Kwa hiyo wameamua kufanya mapinduzi kwa lengo la kuweza kulinda rasilimali na kuweza kuondokana na ushawishi wa Ufaransa katika nchi zao. Sasa hizi nchi nyingi ukizitazama zimekuwa zikipata usaidizi mkubwa katika nchi ya Urusi na kikundi chao cha Wagner. Urusi wana kikundi kinaitwa Wagner, kikundi cha kimkakati ambacho cha kuweza kulinda maslahi yake ya kijiopolitiki katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo kwa jana yeye kunusurika kupinduliwa imekuwa ni taarifa kubwa sana nchi za Kiafrika, kwamba kiongozi mashuhuri, kiongozi mwenye ushawishi, kiongozi ambaye anavutia rika lipe la vijana ametaka kupinduliwa. Lakini mapinduzi hayo yamezimwa ukitazama na wanajeshi wa Burkina Faso. Kwa hiyo amechukua hizo sura kwa sababu amekuwa akiondoa ule ushawishi wa Ufaransa katika nchi ya Burkina Faso. Lakini vile kuna mpango wa kuweza kuziunganisha hizi nchi, kwa maana kwamba Mali, Niger ukitazama na Burkina Faso, kutengeneza shirikisho la pamoja ambao inaongozwa na makapteni au mabrigedia wa kijeshi. Kwa hiyo ukanda wa Sahel umekuwa ni ukanda ambao ukivutia wafuatiliaji wengi wa siasa za Kiafrika, wafuatiliaji wengi wa siasa za ECOWAS, na wanahitajika kufanya mchakato wa kidiplomasia kwa sababu wao walifanya mapinduzi. Kwa hiyo inachohitajika kwa nchi zao sasa hivi namna gani hizo nchi zinaweza kuingia katika mchakato wa kidemokrasia wananchi kufanya uchaguzi. Lakini swala hilo tumeshuhudia kwamba bado haijafanyika. Kwa hiyo kunusulika kupinduliwa kwa Traore imekuwa ni habari kubwa sana kwenye nchi za Kiafrika na duniani. Yes. Haya, kwa uchache tumeigusia hiyo, na kwa sababu muda ndio huo pia umeyoma, saa 2:55 tayari tusepe zetu. Ulikuwa wakati mzuri sana kuwa na wewe. Asante kwa wote ambao walikuwa pamoja na sisi, rafiki zetu wengi. Wengine nimeshindwa kusoma jumbe zenu kwenye mtandao. Nimekuona anaitwa Ara